Tumuomba baba na baba Shepo na baba Paroko wa parokia hii Diana na Father Ferdinand Nyanda ambaye ni paroko wa eneo hili, naomba kwa kuunga mkono. Pengine huyo ndio atakuwa hasa muwezeshaji wetu, kwa sababu yeye anao uzoefu mkubwa sana katika mambo haya ya hija. Kwa hiyo yeye atachukua zaidi sehemu hiyo ya kuwezesha katika mada zetu. Basi ndugu zangu, mimi nimesimama hapa tu kueleza historia fupi ya eneo hili la hija. Kwa nini limekuwa eneo la hija na lilianza lini? Kwa kweli tunakumbuka kabisa historia ya kuwepo eneo hili ilikuwa ni mwaka 90 ambapo Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili ambaye ni mtakatifu sasa ndio alitembelea mahali hapa na akaadhimisha misa takatifu hapa akiwa na waumini wa kanda ya Ziwa waliokusanyika hapa pote hapa, na ilikuwa ni tarehe 4 mwezi huo wa 9 1990, na ilikuwa ni mwaka ule ambapo Baba Mtakatifu ameamua kuitembelea Tanzania nzima. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mojawapo tu ya kituo kati ya vile vituo vingine vilivyotembelewa na Baba Mtakatifu. Tunajua pia kwamba eneo hili pia ilikuwa sio eneo la kanisa, ilikuwa tu ni hifadhi, na hifadhi hii ilikuwa pia inamilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania waliokuwa wanafanya kazi hapa kwa usalama wa anga. Kwa hiyo wakati ule pia rais wa nchi hii alikuwa ni hayati Rais Ali Hassan Mwinyi. Sasa katika mchakato wa kuhakikisha kwamba eneo hili linamilikiwa na kanisa, ilikuwa ni ile kamati iliyokuwa inahusika na kuandaa ziara ya Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili, na kamati ile ilikuwa inahusisha pia maaskofu wote wa kanda ya Ziwa pamoja na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, ma-RPC walihusika katika kuandaa ziara hiyo ya Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili. Lakini katika maazimio ya Baraza la Maaskofu kwamba Baba Mtakatifu atapokelewa namna gani na ni maeneo gani, hili eneo halikuwemo, kwa sababu Baraza la Maaskofu walikuwa wameamua Baba Mtakatifu apokelewe katika maeneo ya wazi. Na hapa Mwanza maeneo ya wazi ilikuwa sijui ni airport, sijui Sabasaba au uwanja wa mpira wa Kirumba. Inasemekana kwamba basi katika ile kamati iliyokuwa inahusikana sasa na kuandaa ziara hiyo ya Baba Mtakatifu walileta pendekezo, wakasema kwa nini tusitafute mahali ambapo baada ya kwamba Baba Mtakatifu ameshamaliza shughuli zake za kuadhimisha misa takatifu na waamini ibaki kama sehemu ya kanisa. Ndipo sasa nafikiri mapendekezo yalienda vizuri, wazo likakubalika na wakuu wa mikoa na maaskofu. Hata ikaonekana sasa
hapa Kawekamo ni mlima mzuri. Ikiwezekana sasa Baba Mtakatifu apokelewe katika mlima huo. Kwa walikuwepo pia na wazee waliokuwa wanapenda pia mlima huu uwe mali ya kanisa. Ndipo sasa rais wa wakati ule alipata ujumbe huo, akaombwa, na alipoombwa sasa, si mnajua sasa Rais Ali Hassan Mwinyi alivyokuwa wakati ule, yeye alikuwa tu na akisha elezo tu alafu akakubali, anasema ruksa. Ali Hassan Mwinyi alipodokezewa jambo hilo akasema ruksa jamani, wapewe. Kwa kanisa Katoliki jimbo kuu la Mwanza wakapata mlima huu. Japokuwa nasikia pia kuna padri mmoja aliyekuwepo wakati ule akiwa padri kabisa, alisema ilikuwa sio kazi rahisi, yaani kuondoa yale mawazo ya mababa maaskofu wote wa baraza la maaskofu. Wao walikuwa wameshapendekeza ni maeneo wazi. Inakuwaje sasa tena inakuwa hivi tofauti? Ilikuwa sio rahisi sana. Lakini basi Mungu ni mwema kila wakati, lile jambo likafanikiwa na mlima huu ukakabidhiwa katika kanisa Katoliki, na shughuli sasa za kuandaa ujio wa Baba Mtakatifu hapo zikaanza mara moja. Kimsingi hapa jengo lililokuwepo hapa kwenye mlima huu la kwanza kabisa ni hilo kanisa lililoko pale. Halikuwa kanisa, lakini ilikuwa ni jukwaa ambapo Baba Mtakatifu ndio aliadhimisha misa hapo pamoja na waamini wa kanda ya Ziwa tarehe 4 mwezi wa 9 1990. Tunaelewana lakini jamani? Tunaelewana. Tunafuata vizuri eti? Kwa hiyo ziara ile ya Baba Mtakatifu kwa kweli alikuja tarehe 3 ndio alifika hapa Mwanza. Hiyo tarehe 3 alikuwa katika kanisa lile la Bugando, na alionana pia na wagonjwa kutoka hospitali ya Bugando, akawabariki hapo. Na tarehe 4 sasa ndio ikawa ni mahali hapa. Adhimisho la misa takatifu tarehe 4 mwezi wa 9 lilihusisha pia vijana wadogo walipokea komunyo ya kwanza. Nakumbuka siku moja amekuja hapa kijana mmoja ana hamu kabisa ya kupaona mahali hapa, na akasema kwamba bana, mimi siku ile nilikuja hapa kupokea Ekaristi Takatifu. Alikuwa anatoka Msoma, sasa hivi ni mwanajeshi, aliniachia hapa 50,000. Kwa shukrani yake tukamwambia, yani nimekuja tu kupaona mahali ambapo nilipata komunyo ya kwanza. Kwa kumbe majimbo yote ya kanda ya Ziwa walituma vijana hapa kwa ajili ya komunyo ya kwanza. Lakini pia watu walirudia ahadi zao za ndoa miaka 25. Nakumbuka pia wazazi wa askofu wa sasa hivi wa Geita walikuja hapa pia kubarikiwa kwa jubilei yao ya miaka 25 ya ndoa. Unajua sasa ndio matunda yetu. Hata wazazi wangu pia walikuja hapa kwa jubilei ya miaka 25. Ilikuwa ni baraka kweli ya kutosha kabisa. Na Baba Mtakatifu alipokuwa anahubiri mahubiri yake hapa Kawekamo, alisisitiza sana maisha ya familia. Alituasa sana ili kusudi familia zijengwe vizuri. Akasema familia ni shule ya sala. Familia kwa kweli ndio kila kitu. Alihubiri sana. Tukitaka kuyarudia hayo sasa, nafikiri yanaweza tena akachukua tena saa nzima nyingine. Lakini cha msingi hapa ni historia ya hapa, si ndio? Ndio mada yangu inajikita katika jambo hilo. Kwa nini mahali hapa pamekuwa patakatifu? Nafikiri pia muasisi wa eneo hili ambao sasa hatuwezi tukamsahau ni hayati Askofu Mkuu Anton Petro Mayala.
kwa sababu yeye ndiye alikuwa askofu mkuu wakati ule wa hapa, ni askofu mkuu wa kwanza. Na unajua alikuwa na miaka mingapi tu? Ni miwili tu tangu wahamie hapa, kwa sababu alikuwa ni askofu wa Musoma. Amehamishiwa tu hapa baada ya mwaka wa pili tu 90 hiyo, akaingia kwenye jukumu kubwa kabisa la kuandaa ziara ya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Kwa ni katika maono ya baba askofu mkuu hayati Anthony Petro Mayala kuona kwamba basi tunahitaji pia kuwa na mahali ambapo patabaki kama mali ya kanisa. Nafikiri pia wazo hilo lilikuja kama maono, kwa sababu ukiangalia sasa Tanzania nzima sasa hivi hakuna kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili isipokuwa ni Kawekamo. Kwingine kote waliadhimishia kwenye uwanja wa michezo kama kule Tabora, uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Kwa baada ya ziara ile hakuna alama, walishabakiza tu kiti alichokalia. Walienda kule Dar es Salaam, ilifanyika kwenye maeneo wazi kama walivyokuwa wamependekeza, uwanja wa Jangwani. Na baada ya ziara ile hakuna kilichoendelea. Sasa mtasema na mahali pengine, mimi sisemi tena huko, sasa nimemaliza. Tuna kumbukumbu na tunabarikiwa sana jimbo kula Mwanza kwa sababu tuliachiwa hazina hii kubwa, mahali patakatifu. Na kwa bahati njema kabisa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipokuja hapa sasa na baadaye alipofariki, tukapata baraka kabisa kwamba kwa muda mfupi kabisa ambao sio kawaida ya kanisa, mchakato wa kumfanya kuwa mwenye heri ulianza mapema kabisa, kwa sababu ya shinikizo kabisa la watu. Wanasema huyu ni mtakatifu, hamna. Ndio ikalazimika sasa zile taratibu za kumtangaza mtu mwenye heri zilianza mapema sana kuliko watakatifu wengine. Kwa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akapata bahati sana, mchakato wake ukaanza mapema, akawa mwenye heri. Na kwa bahati njema kabisa Afrika nzima, bara la Afrika lote, ilipofika wakati sasa wa kuomba ili kusudi awe mwenye heri, hapa Kawekamo pia pakapata nafasi. Afrika nzima tuliunganishwa hapa na mtandao wakati wa kumwombea, tukasali rozari ulimwengu mzima, na Kawekamo ikiwemo, ilionekana Kawekamo, na tulifanyia hapa. Ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2011. Nakumbuka sana kwa sababu nilikuwepo na mimi hapa. Tunaelewana eti? Kwa ni kumbukumbu iliyo njema sana hapa Kawekamo, na kwa kweli inakuwa na maana yake nzuri sana, na kwa kweli utakatifu unaanza kuonekana mapema. Kwanza kwa wazo la kupata mahali ambapo patakuwa ni mali ya kanisa, na baadaye Yohane Paulo wa Pili akawa mtakatifu, na tukapata bahati hapa Kawekamo ya kusali kiulimwengu kumuombea Baba Mtakatifu awe mwenye heri tarehe 30 mwezi wa 4 2011. Sasa utakatifu hapa ndio unatengenezwa namna hiyo. Muasisi wa eneo hili yeye akapenda kabisa eneo hili liitwe ni madhabahu ya Bikira Maria Malkia wa Kawekamo. Walikuja kundi moja kutoka Dar es Salaam hapa, mama mmoja akaniuliza, hivi sasa Bikira Maria hapa alitokea wapi? Maana anasema kule Ludi tunasikia Bikira Maria alitokea kwa Benedetta, kule Fatima sio akatokea kwa wale vijana watatu, Lucia Maria na Francisco na Jacinta, Lucia, Jacinta na Francisco. Kule Kibeho aliwatokea akina Alfonsina na Taria na Maria Clara. Sasa hapa Kawekamo alitokea nani? Ilikuwa ni swali lililopigwa hapa.
Kasema hapana, hapa hakutokewa mtu isipokuwa muasisi wa eneo hili takatifu alipenda kabisa eneo hili liitwe ni madhabahu ya Bikira Maria Malkia wa Kawekamu. Yeye mwenyewe alipenda iwe hivyo, iwe ni mali ya Bikira Maria. Tena ni wa wapi? Ni wa Kawekamu. Umesogezewa na msalaba hapo. Mama nataka mtakatifu usogee kwenu. Kwa hiyo kwa kweli tunaheshimu sana lile wazo la muasisi. Tunaliheshimu sana kwa sababu alipaita mahali hapa. Na kwa bahati njema kabisa mahali hapa tulipokaa hapa alipatengeneza mwenyewe. Na kwenye kanisa hili la Ekaristi Takatifu ukienda kule nyuma utakuta kuna mawe yamejengelewa. Na hilo ndio lilikuwa ni groto lenyewe la Mama Bikira Maria Malkia wa Kawekamu. Ambapo sasa muasisi huyu akaweka sanamu hapo. Ukienda kule nyuma utaona ni mawe yalikuwa yamejengelewa vizuri kabisa. Sasa lakini wakaboresha tena wakaweka kikanisa cha Ekaristi Takatifu. Lakini kwa kawaida groto la Mama Bikira Maria lilikuwa hapa kwa muasisi mwenyewe, akipenda kabisa hii itwe ni madhabahu ya Bikira Maria Malkia wa Kawekamu, na inajulikana hivyo. Hata Wakongo mwaka jana walikuja kuhiji hapa wakiombea nchi yao ya Kongo vita viishe, kwa sababu waliona ni kama kwa uwezo wa kibinadamu vile vita ni vikubwa sana. Wakaamua kufika hapa wakimlilia Mama Bikira Maria wa Kawekamu, wanasema hivyo hivyo, awasaidie katika kumaliza vita vyao huko Kongo. Lakini labda Mungu atasaidia pia, ni kweli, kwa sala zao na kwa hija yao ya kutoka Kongo kufika mpaka hapa kwa lengo hilo. Nafikiri Mama Bikira Maria atawasaidia. Naonekana sasa kuna dalili njema kabisa za kumaliza vita. Ni nguvu ya Mungu hiyo, nguvu ya maombezi ya Mama Bikira Maria. Kwa kweli hapa mahali kwa kweli kihistoria tunapata kabisa eneo ambalo ni takatifu. Ni takatifu kwa sababu gani? Kwa sababu liliwekwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Ni takatifu kwa sababu gani? Lilitembelewa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wakati ule wa uhai wake, lakini baadaye akawa ni mtakatifu. Kwa eneo hili linakuwa ni takatifu. Ndio maana tunafanya hija mahali hapa patakatifu kwa sababu hizo. Na kwa bahati njema kabisa Mungu ametusaidia sana katika eneo hili tunazo alama za mtakatifu kwa sababu alitembelea hapa. Tuna kila kitu alichokitumia Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Tuna kiti chake alichokikalia. Kuna altare aliyoadhimishia misa. Na kwa maana nyingine kabisa tumepata pia mpaka na sanamu yake ya Yohane Paulo wa Pili ambayo iko kwenye groto la pale la Yohane Paulo wa Pili. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa sababu mimi niko huku juu ninaona vizuri kweli yani. Kuna wengine wameshaamua kuanzisha desturi ambazo tunazianza saa 2 za usiku kuelekea saa 4 na saa 5. Kwa hiyo nimeamua nikatiza kidogo nifanye namna ili kusudi basi tuwe pamoja Hii historia si ya maana sana. Alafu nyinyi ndio mnategemea kwenda kuieleza vizuri kabisa. Kwa sababu nyinyi amesema Padre Kishepo hapa, nyinyi ni wasaidizi wetu. Nyinyi ni washirika wetu. Sasa kama nyinyi hamtafahamu vizuri, maana yake nia hii na lengo hili halitatimia. Kwa ni vizuri pia niwaamshe, si ndio? Ndio. Ili kusudi tuende pamoja. Mwalimu mzuri ni yule ambaye anahakikisha kwamba wanafunzi wake wanakuwa macho wazi. Sasa ukiwaacha wanasinzia kabisa, hii ni hatari kabisa. Huyo sio mwalimu mzuri huyo. Kwa nimejitahidi sana. Wewe kuzenza
Nikitaibu maana kuna mikao mingine hapo unaweza kaiona tu kama kwa mkao huu huyu atadumu kweli huyu. Basi ndugu zangu, tunayo hayo pia masalia ya Yohane Paulo wa pili. Kiti chake, kuna sanamu hapo, lakini pia hata tuna gari ambalo lilimbeba Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wakati anazunguka kuwabariki waumini katika eneo hili. Bado lipo linafanya kazi nzima kabisa, na yenyewe ni masalia. Sasa katika liturujia masalia yanakuwa na madaraja. Kuna daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la tatu. Masalia, daraja la kwanza ni yale masalia yanayohusiana na mwili wa mtakatifu. Ndio daraja la kwanza. Daraja la pili ni vile vitu walivyovitumia. Daraja la tatu inawezekana mtu alienda akaguhusisha kwenye daraja la kwanza akabaki na alama mkononi. Wengine wanafanya pia, hata wakati mwingine anaweza akaenda na kitu chochote kile anakifanya kwa kisakramenti, anaguhusisha kwenye masalia, anakuwa na salia daraja la tatu. Tunaelewana jamani? Kwa eneo hili ni takatifu na alama za utakatifu tunazo na zipo, na kimsingi kwa kweli kanisa linatufundisha kweli, yani katika masalia ya watakatifu, ukiyaheshimu masalia ya mtakatifu kwa imani kabisa, ukapeleka maombi yako kwenye masalia ya mtakatifu kwa imani, lakini yule mtakatifu anaweza kukuombea na sala zako zikasikiwa. Hapa kuna baba mmoja alitoka Arusha akafika hapa na kikundi kimoja cha kinaitwa Rosari Hai kutoka Arusha. Walikuja hapa wakati wanaandaa hija yao ya kuja hapa Kawekamo, mahali patakatifu. Wakamuona mtu mwingine pia wangehitaji naye kusafiri naye, maana alikuwa na matatizo mengi ya maisha. Kwa hiyo wakamwendea wakamwambia, bana, tuna safari ya kwenda hija Kawekamo, unaweza ukaenda na sisi? Akasema mimi pesa sina, na pesa ilikuwa ni 1,500,000. Kwa akaikosa ile. Wakamwambia basi tutakuchangia. Basi wakamchangia. Walipomchangia akapata nafasi naye akafika hapa. Basi tukafanya ibada hapa na kundi lile vizuri. Kumbe yeye alikuwa na sala yake ni moja tu, kwa sababu alikuwa ameshaachishwa kazi, hana kazi kwa kipindi cha miaka kabisa ya kutosha, lakini katika mahangaiko ya uchumi katika familia akataka sasa wala wajikwamue kwa kuuza kiwanja chake ili kusudi familia iweze kupata uchumi wa kuendeleza familia yake. Kwa hiyo ameuza kiwanja kile, hakikupata mteja kwa muda wa miaka 10. Kwa hiyo mke wake, unajua sasa mambo ya ndoa yanahitaji uaminifu. Mke wake alipoona hali ya uchumi inaanza kuharibika, alikuwa tayari ameshakuwa na wazo la kumwacha. Kumwambia, bwana, tutaishije sasa namna hii? Hata hela ya kula hatuna. Kwa kumbe alipokuja hapo yeye alikuwa ana sala moja tu, anamuomba Mwenyezi Mungu na Mama Bikira Maria wa Kawekamo pamoja na watakatifu walioko hapa apate tu mteja, akirudi nyumbani kiwanja chake kiuzwe, alafu kipate mteja, apate fedha za kujikimu katika familia. Kwa kumbe alikuwa amekaa tu yeye pale, ombi lake ni hilo hilo. Basi tukasema basi tunaleta masalia ya watakatifu ni ya heshima. Na masalia yale pia alienda hivyo hivyo akayaheshimu vile vile kwa sala hiyo hiyo. Tulikuwa na masalia ya Mtakatifu Andrea Basete, Mtakatifu Antonio wa Padua,
Kwa ni mawili hayo. Yale ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili yenyewe hayakuwepo. Basi tukayaweka pale wakayaheshimu masalia ya utakatifu. Unajua baadaye tulipomaliza hija akarudi nyumbani, mambo haya yalimtokea. Sasa ilibidi pia atushirikishe. Hata mimi alinishirikisha vile vile. Alipofika kule nyumbani, alipigiwa simu na mtu aliyefanya kazi naye huku Mwanza. Kumwambia, wewe upo? Sema, nipo. Habari za siku nyingi? Hatuonani. Bwana, huku kuna usaidi bwana. Anahitajika mfanyakazi huku. Unaweza ukapata nafasi ukaja. Akaenda kwenye usaidi, au kwa lugha nyingine kwenye interview. Anasema maswali yaliyokuwa naulizwa hayaendani kabisa na utaalamu wake. Maana yake kwa kuangalia tu katika hali ya kibinadamu alikuwa hafai kuwa katika nafasi hili. Lakini nashangaza, baada ya interview akamwambia, wewe ndio unayefaa. Hii si ndio ajabu yenyewe? Ameulizwa maswali ambayo sasa hata sio kwa utaalamu wake. Lakini baada ya usaili wanasema wale waliomsaili kwamba wewe ndio unayetufaa. Akaambiwa kesho uje uanze kazi. Na akaambiwa wewe sasa ndio utakuwa ni mkurugenzi wa kampuni hili. Unajua ni kwa sababu gani hapo jamani? Ni kwa sababu Mtakatifu Antoni wa Padua huwa tunamuomba kwa mambo gani? Yaliyoshindikana, yaliyopotea. Na Mtakatifu Antoni wa Padua kwa sababu alimheshimu siku ile kazi yake aliyokuwa amepoteza siku nyingi alirudishiwa. Mko hapo lakini? Ni maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua akarudishiwa kazi aliyokuwa ameipoteza kwa miaka mingi ya kutosha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunapofanya hija hivi, haya tuongoze pia na sisi wenyewe pia kufanya hija yetu vizuri hapa. Nimekuja hapa mahali patakatifu, kweli ni patakatifu kabisa. Wanaweza wakawa nakaa hapa sio watakatifu, lakini mahali hapa ni patakatifu. Waumini wanaozunguka mlima huu wanaweza wakawa pia na madhambi yao, lakini mahali hapa ni patakatifu. Ndio maana wakati mwingine waumini wa hapa wanaweza wakashindwa kufaidika na utakatifu wa hapa. Akatoka mtu Arusha, akaja akauchukua hapa, akaenda nao. Wanaobaki hapa wote Kwa hiyo inategemea na imani yako sasa wewe mwenyewe. Umekujaje sasa wewe hapa? Unataka kuomba jambo gani? Mama Bikira Maria akawe kama akusaidie. Unataka kumwambia nini Yohane Paulo wa pili mtakatifu akusaidie? Inabaki sasa ni jukumu lako, sio na mtu mwingine tena. Mmekuja kama kundi, lakini neema za hapa na baraka za hapa zitapatikana kulingana na kila mmoja wetu na imani yake. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu basi katika hija hii mlioifanya iwasaidie sasa kuibua pia maombi yenu vizuri, kumwelekea pia Mwenyezi Mungu vizuri. Muombe sasa maombezi ya Mama Bikira Maria wakawekamo wasaidie. Muombe pia na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kwa utakatifu wake, basi mjaliwe yale mnayohitaji katika maisha yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, naomba kuwasilisha. Yale maneno hayo totus tuuzi ndio maneno ya Baba Mtakatifu aliyoyatumia, kwamba mimi ni mali yako, mimi nataka kuwa mtumishi wako, nataka kuwa mali yako. Hayo maneno ndio aliyoyatumia, kama wanavyotumia Baba Askofu sasa anatumia na mimi nembo yake. Mimi ni mchungaji basi tapungukiwa na kitu ile nembo yake.
mwingine upendo, mwingine nani. Hayo ndio maneno yanatumia, maneno yake ya kipapa. Altari ndio hii aliyoitumia, haijabadilika. Ndio masalio ya tatu. Haya ndio masalio ya tatu. Altari, mimbari hizi alitumia. Ndio alitumia. Kiti chake kilikuwa kinakaa hapa kwa sababu ya uvamizi ulioanza kule Geita kule. Mambo matakatifu, baba askofu alikitoa kiti akakipeleka kuhifadhi katika nyumba yake. Yesu asema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Tuko pamoja. Sawa. Kumbe Baba Mtakatifu alipokuja alitumia hii altari, lakini ukiingia kule sakristia, ndio kuingia kule sakristia alitumia, lakini kuna chumba kiko kule tunakitumia kama sakristia ndogo. Na sakristia kubwa na sakristia ndogo tunayotumizia vitu, ambako kulikuwa kuna kitanda chake kule. Wakati ule kulikuwa kuna kitanda na sehemu ya kupumzika kwa maliwato, sehemu ya maliwato na nini alitumia kule, na kitanda chake kilikuwa na chenye kilihamishwa kikapelekwa kule kwenye sehemu ya makumbusho kule kwa nani, kwa baba askofu kilihamishwa kikapelekwa huko. Kumbe ndio eneo hili, na watu wanakuja wanasali kweli. Sio nani, yani maelezo ya Father na maelezo ya watu wengi kweli, watu wengi wanakuja wanapata neema mbalimbali. Lakini watu wengine wanauliza kwa nini huwa inaitwa kawekamo? Kwa nini inaitwa kawekamo? Neno hilo tukawekamo, kwa nini huwa inaitwa kawekamo? Asili yake ni nini? Asili yake inatokana na jiwe moja ambalo kwenye parokia ile ya Pasiasi kuna kamlima kalidoka, asili ya kawekamo. Kulikuwa kuna jiwe moja limerefuka juu. Maana yake eneo lote hili kuanzia kwa Nabwiru mpaka kwenda mpaka pale Sabasaba pale kwenye daraja, upande huu kwenda hivi, yote ilikuwa inaitwa kawekamo. Ilikuwa inaitwa kawekamo. Kajua hapo kako parokia Pasiasi. Yaani sasa hivi ukifika Pasiasi pale umeshajenga tu nyumba nyingi, lakini bado kale kajue kapo. Ndio kalikuwa karefu kanazidi majiwe yote, kajua pamoja. Ndio asili ya neno kawekamo. Na watu walikuwa wanakutana pale, wale walikuwa wanasafiri enzi zile. Sasa walikuwa wanasafiri kwenda safari mbalimbali za biashara na nini, wanasema kama tukutane katika kajiwe pamoja, wanakutana pale, wanaanza safari yao kuelekea. Ndio asili ya neno hilo kawekamo. Ndio limezaa sasa kuwa sehemu ya watu wanakutana hapa kwa ajili ya maisha ya nini, ya sala, kumwabudu Mungu, kumshukuru Mungu. Ndio asili yake zaidi, kwa sababu watu waweza neno kawekamo ni nini, ndio asili yake hiyo. Nadhani naweza kutosha. Kama kuna maswali basi unaweza kauliza, patakapokuwa pamepelea naweza nikajazilizia kueleza. Gari tutafika tu, tutaenda tukaombe na huko, tutawaomba wale walioko kule kama itawezekana mfike tu mkaone na kiti tulikiweka kwenye nani, kwenye nani, kwenye sanduku. Kuna vitu vinatunzwa, kuna kiti kinatunzwa kule. Masalia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili yanatunzwa kule. Hapa yalikuwa yanatunzwa masalia ya Mtakatifu Antoni wa Padua na Andrea Baseta, ndio yanatunzwa, yanakaa hapa. Lakini vinavyohusiana na Yohane Paulo wa pili viko kule. Antoni wa Padua yuko wapi sasa? Huwa yanatolewa. Sasa tutaomba kama itawezekana, labda kama baba nani yeye ndio anatoa hapa, na tutayashika wakati ule wa nani wa tutakaporudi hapa, tutakuwa nani, tutaweza kuwaambia kwamba wanataka wayaone masalia ya watakatifu, wayashike na kutolea maombi yao. Sawa.
Baseta na Antony wa nini? Yale ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili yanatolewa mara moja tu kwa mwaka. Yanatolewa wakati wa hija, siku ya Alhamisi. Kunakuwa na mkesha ambao mkesha unafanyika hapa mpaka asubuhi, na baba askofu mwenyewe anakuwepo, yupo. Unaona, yanatolewa hapo, ndio watu wanashika hayo masalia. Nadhani wengine kwa sababu mnafika kwenye mkesha hiyo mara nyingi mnashuhudia. Karibuni wengine ambao hawajawahi kufika. Mwaka huu kama mwaka wa hija, basi tufike. Yaani kumbuka katika ratiba ile ya hija, Alhamisi huwa ndio siku ya hija na ni siku ya kuabudu Kristo pamoja na masalia. Mwenyekiti hija. Asante katika historia nzuri. Lakini sisi tunataka tunatafuta tu maana ya Karekani. Inaanzia wapi? Lakini lengo kubwa zaidi tumepata historia pale kwamba ni hasa nani hapa. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Watu wanakuja hapa kuiji kwa sababu ya lengo la Mtakatifu Paulo wa nini? Wa pili, na kwa lengo la mwanzilishi wa eneo hili kwa heshima ya Mama Bikira Maria Malkia wa wapi? Wa Karekani. Hilo ndio lengo kubwa. Iko hapa hiyo historia tu kwamba tunapata kupitishia kwamba kumbe katika hili basi kumbe kinawezekana. Kama tulivyo nyinyi nadhani walimu ni wataalamu na mmesoma historia mbalimbali, sawa? Na katika historia tarehe 25 ilikuwa ni tarehe ya wapagani eti. Kanisa likafanya nini? Likatamadunisha ikawa ni siku ya nini? Ya kuzaliwa nani? Kristo. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Na leo hii haitawezekana ukawaondee watu walioko pale wameshajenga, wamezunguka zile, una hela za wapi jamani? Eti tunabaki tu katika ile halisia neno, lakini tunabaki katika ile historia ya maeneo hili. Kristo. Tumemaliza hapa tu hapa. Malizia wewe swali. Msifu Yesu Kristo. Ndio nakutana maswali sana huko mtaani. Hivyo mlima wote kuanzia Kiloleli hapo kuja hivi eneo moja. Kiloleli ni eneo lenyewe linalojitegemea. Ni eneo ambalo linazunguka ule mlima kupitia Montessori. Ile Montessori ile shule iliyomo yote hiyo ni eneo hilo. Lote lilitafutwa na mwanzilishi wetu Askofu Mkuu Antony Mayala, akiwepo mhasibu Bwire Padri Bwire, ndio eneo lile alitafuta na akalinunua likawa linatumika lile. Sasa walipokuja misionari wa Karoli ndio akapata nafasi ya kujenga pale. Unaona, lakini ni eneo letu. Kuna maeneo mengi tu kanisa linanunua, yapo mengi tu. Sawa, hata Kirumba walinunua eneo kule Buswego, lakini sasa hivi limekaa muda mrefu sana wakati ule wa Padri Makoi. Lakini sasa hivi ndio wanatengeneza matofali pale kwa ajili ya biashara. Miaka imepita 20. Kanisa linanunua maeneo, linahifadhi maeneo sehemu nyingi. Lakini hili lilikuwa ni eneo la asili kabisa, lilikuwa ni eneo la jeshi na la wakazi. Unaona barabara hili linalopasua kwenda hivi chini. Eneo la hivi lote lilikuwa ni jeshi. Eneo hili walikuwa ni wakazi ambao walikuwa wanalima mihogo, wanalima nini. Ndio maana unaona kuna maembe, kuna nini, watu walikuwa wanalima. Lakini watu wa eneo hilo alikuwepo katekista mmoja, ni marehemu, anaitwa katekista Ladislaus Kuya, ambaye alikuwa ni maeneo haya na ndio waasisi sasa. Huyo muasisi pamoja na kina mzee Edward Suluji ambaye alikuwa ni diwani, ambao walisukuma sasa mpaka kwenda kukutana na Bomani, Paulo Bomani ambaye alikuwa wakati ule, unaona, na mkuu wa mkoa. Basi hao ndio walisaidia zaidi kuliwezesha eneo kufanya nini, kupatikana ili kwa ajili ya kufikia nani hawa. Kumbe hawa waasisi hatuwezi kuwasahau sana. Hawa waasisi kwa sababu walipambana. Waasisi walei ambao walimsaidia sana baba askofu. Tuendelee sasa sehemu nyingine. Tunataka tuingie sakristia. Alipumzika chuma tu kama kawaida. Alipumzika.
Sasa hivi dirisha baki kwa ajili ya kutunzia mavazi matakatifu, vitu vitakatifu na sehemu ya kwenda basi kujihifadhi. Kama tuko kwenye adhimisho la misa takatifu, basi ndio basi unaingia kujihifadhi kidogo, unaendelea na misa. Sawa sawa. Tutatoka sasa kundi lingine. Je, tupitie huko sasa, tupitie hivi tutatoka. Kanzu sema gazi la asili. Jamaa kwa mfano kwanza kana huo huko maji anafanya kazi. Kiasi kwa anachopa. Wakija wakaguzi wanaangalia wanasema hii. Sasa omba pole pole. Tena kwenye kikao tutawaambia wewe. Muongeze budget yote. Tufanye budget watu wale ni wachache. Zamani siko chini ya nafaka. Hivi ni kanisa ambalo liko hapa chini kutaba tu sisi. Ili nikawa kumfunga sisi wa kanisa. Nilifanya hiyo kasisi ya kanisa. Alipige picha sasa. Na itoke vizuri. Kwa ajili ya wazee hapa chini, kwa ajili ya vijana kule na nini, sasa kumbe ni hivyo. Alafu kule mwisho kule kuna bati, lakini kuna tenki tu kule, unaweza ukasimama huko juu ukaangalia sehemu hizi. Salia la kwanza la Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili liko kiti kiko humo na kitanda kwetu humo. Anthony wa Padua nimeshamweleza yale. Anthony wa Padua nimeshamweleza mwenyekiti wa hija, basi azungumze kule ili baadaye tunaweza tukafanya utaratibu tukayaweka kule hapo kwa nani, tutamwelekeza hata Fadhili Kishepo anaweza akatuletea watu. Anthony wa Padua na Baseta tutashika yaona jambo kwenye makuta yaona sasa. Kama kweli baada ya kuondoka waliatumia Askofu Lenatus Kutibagi alikuwa na kaaga ile kima cha Baba Mtakatifu. Inawezekana mashuka yale ila nguo za misa zilizovaliwa wakati ule ziko huko zimehifadhiwa. Bado ziko Kristo mahujaji, naomba tuketi. Basi tuna imani Katekista Makonge amewapitisha